Ukimuona paka mweusi anakatiza mbele yako ghafla katika mazingira ambayo hukutarajia, basi usichukulie poa. Hilo si jambo la kawaida. Kumbuka kwamba ulimwengu muda mwingine huwa unazungumza na sisi katika namna ambayo haieleweki. Na paka ninaowazungumzia hapa ni wale paka ambao tunawaita stray cats. Ni paka ambao sio wa kufugwa. Kwa hiyo anakuwa ni paka ambaye kwanza anatokea katika mazingira ambayo huwezi kutarajia kama paka anaweza akatokea. Kwa mfano, una ofisi yako ipo mjini katikati, na katika maeneo hayo hujawahi kumuona paka hata siku moja. Alafu ghafla unashangaa paka anakatiza mbele ya ofisi yako au mbele ya macho yako. Hicho sio kitu cha kawaida. Na pia unaweza ukawa upo nyumbani kwako katika mazingira ya mtaani kwenu. Inawezekana kuna paka huwa wanafugwa, unawajua, unawafahamu kabisa. Lakini ghafla unakutana na sura ya paka ambaye hujawahi kumuona kabisa, alafu anakatiza mbele yako au mbele ya nyumba yako. Basi tambua kwamba hiyo ni ishara kutoka kwa ulimwengu na hupaswi kupuuza. Kuna vitu tofauti tofauti ulimwengu huwa unajaribu kutuambia kwa kupitia paka, na hasa paka wa rangi nyeusi. Kila paka ambaye ni stray cat huwa anawakilisha maana yake kulingana na rangi aliyonayo. Sasa leo nataka tumjadili zaidi huyu paka mweusi, na naomba unielewe sana katika somo hili, usije ukanielewa kinyume chake. Ishara ya kwanza kabisa, ukimuona huyu paka mweusi ambaye ni stray cat, yani humjui, hujawahi kumuona hata siku moja, alafu anakatiza mbele yako ghafla kutoka upande wa kulia kuelekea kushoto, yani kulia kwako na kuelekea kushoto kwako, hiyo ni ishara kwamba kuna jambo baya litakuja kutokea katika maisha yako, aidha kupoteza pesa, ugonjwa, msiba au chochote kile ambacho kitachukua furaha yako. Na pia kama huyu paka akikutokea wakati ukiwa upo safarini, yani unataka kutoka kwenda mahali fulani, basi inawezekana huko unakwenda sio kuzuri, kuna jambo baya litakukuta. Kwa hiyo ulimwengu unajaribu kukujulisha. Hii ni moja kati ya ishara ya haraka, yani inayotokea papo kwa hapo. Yani unavyotaka tu kufanya action, basi ulimwengu unakuonesha. Kwa hiyo kama ni safari ulikuwa unapanga kwenda mahali fulani, basi aidha uongeze umakini zaidi au uahirishe katika hiyo safari yako. Na mara nyingi hawa paka huwa wanakatiza kwa kasi sana, yani ni kasi ya ajabu. Wewe mwenyewe unakuwa huelewi ametokea wapi. Unachokielewa tu unamwona mbele yako amekatiza, shwa, amepita. Sasa tambua kwamba hiyo ni ishara kutoka kwa ulimwengu. Unachotakiwa kuzingatia tu, angalia ametokea upande gani na anaelekea upande gani. Kama ni kutoka kulia kwako kuelekea kushoto kwako, tambua kuna jambo baya. Unatakiwa ujipange, uwe makini na vitu unavyovifanya. Ishara nyingine ni kumuona paka mweusi anakatiza mbele yako ghafla kutoka upande wa kushoto kuelekea upande wa kulia. Ukiona hivyo, tambua hiyo ni ishara nzuri kwako. Katika jambo lolote lile ambalo ulikuwa unalipanga katika maisha yako, au kuna mikakati yoyote ile ulikuwa unaipangilia, tambua kwamba hiyo ni ishara kwamba utafanikiwa. Mambo yatakwenda vizuri katika mipango yako. Kama ulikuwa umepanga safari ya kwenda kudai madeni kwa mtu ambaye unamdai, basi hiyo ni ishara kwamba utalipwa madeni yako. Na kama kulikuwa na kesi fulani na ndio ulikuwa unajipanga kwenda kwenye hiyo kesi, hiyo ni ishara kwamba utashinda katika hiyo kesi. Kwa hiyo paka akikatiza mbele yako kutokea upande wa kushoto kuelekea kulia kwako, hiyo ni ishara ya mafanikio na bahati nzuri katika kila kitu. Na kama ulimuona huyu paka amekatiza mbele ya biashara yako kutoka kushoto kuelekea kulia, hiyo ni ishara ya bahati nzuri katika pesa. Bahati ya pesa inakufuata. Kwa hiyo tarajia mafanikio zaidi katika biashara yako. Nakumbuka hata mimi hiyo ishara iliwahi kunitokea na nikathibitisha kwa macho yangu na kwa akili zangu timamu. Nilikuwa natembea njiani, ghafla nikaona paka anakatiza mbele yangu kutoka upande wa kushoto kuelekea kulia, ghafla sana, yani kwa kasi ya umeme. Sasa kwa sababu nina ufahamu na hizi ishara, nikawa positive. Nikajiwekea matumaini ya kwamba muda wowote ule nitarajie jambo zuri. Na sikufika mbali, nikaokota pesa nyingi sana. Sasa unaweza ukachukulia hivi vitu kama ni story tu, mtu anaamua kutunga ili kufurahisha watu. Lakini
Ukianza kuzizingatia hizi ishara za ulimwengu, kuna vitu vingi sana utajifunza. Utagundua kwamba huu ulimwengu haujiendeshi kibahati nasibu. Kuna vitu vimepangiliwa kabisa na kuna kanuni zake. Ni vile tu watu hatufahamu na wala hatuko aware na hizi ishara. Kwa hiyo anza kuzingatia hizi ishara na utaona jinsi ambavyo mambo hayatatokea kwako kibahati nasibu au kwa ghafla. Ishara nyingine kuhusiana na paka ni ile ya kufuatwa na paka usiyemjua. Yaani upo njiani unatembea, ghafla unasikia kipaka kinakulilia, kinakufuata kweli kweli, yaani kama vile kinakujua. Sasa hapa nitabase katika rangi tofauti tofauti, ikiwemo paka wa rangi nyeusi. Ukiona paka yoyote yule anaanza kukufuatilia nyuma nyuma, tambua kwamba una kitu ndani yako. Na kitu hicho kinaweza kikawa ni kibaya au ni kitu kizuri. Kitu ambacho watu wengi hawakijui kuhusu paka. Paka ni mnyama ambaye ana uwezo wa kusense jambo baya na ana uwezo wa kuzihisi roho chafu zilizopo katika eneo husika. Na niliwahi kufundisha video kuhusiana na mizimu, hawa ghost tunawaita. Kama eneo limezungukwa na mizimu au roho chafu, paka lazima watajua na watakuwa wanaonesha tabia zisizokuwa za kawaida. Sasa kama ukiona paka asiyekujua anakufuata, hicho sio kitu cha kawaida. Mara nyingi stray cats, yani paka wasiokuwa na wenyewe, yani wasiofugwa, huwa wanakimbia binadamu, wanaogopa watu. Lakini ukiona ghafla paka anakufuatilia nyuma ambaye humjui, hiyo ni ishara kwamba kuna kitu amekiona ndani yako. Sasa kama huyu paka ni mweusi anakufuatilia nyuma, tambua kwamba kuna roho mbaya anakufuatilia au yupo ndani yako na huyu paka amemgundua. Kwa hiyo anakufuata ili aende akaabsorb ile negative energy iliyokuwa imekutawala. Lakini kama huyu paka ni wa rangi nyingine, labda rangi nyeupe, rangi ya kijivu, hiyo ni ishara kwamba kuna kitu kizuri ndani yako amekiona, kwa hiyo kimemvutia, anakufuata. Sasa mara nyingi sisi binadamu kulingana na mitazamo tuliojitengenezea vichwani mwetu, tukiona paka anatufuata nyuma ambaye hatumjui, huwa tunachukulia kwamba huyu paka ni mbaya au huyu paka ametumwa. Kwa hiyo anataka aje anidhuru au aje aniloge, anichawie, kitu ambacho si sahihi. Kama paka ametumwa kwako kichawi au tunasema kimazingara, hawezi kuja kwako kwa staili hiyo hapo. Yaani tu eti barabarani ya kufuatilia, hapana. Atakuja katika staili nyingine ambayo nitafundisha katika somo lingine kabisa. Sasa hapa nataka nikuoneshe ni kwa namna gani ulimwengu utajaribu kukuonesha ishara mbalimbali. Mojawapo ni huyu paka kukufuatilia nyuma. Paka akikufuatilia nyuma wala huna haja ya kumpiga, kumkemea au kumfanyia kitu chochote kile kibaya. Inatakiwa uzitambue hizi ishara. Kama ni paka mweusi, tambua there is something bad, kuna kitu kibaya ndani yako. Huyu paka amekisense. Kwa hiyo anajaribu kukufuatilia ili akafyonze zile negative energy ndani yako. Na kama ni wa rangi nyingine nimesema ni kuna kitu kizuri. Inawezekana uko katika hatua za kuamka kiroho. Na mtu ambaye anaamka kiroho, yupo katika hatua za kuamka kiroho, huwa anavutia wanyama wengi sana, sio paka tu, hata ndege wanaanza kuwa na urafiki naye. Wanyama wengi sana, yani kila anakoenda anakuwa anavutia wanyama. Kwa hiyo huna haja ya kuogopa au kuwa surprised na hizi ishara. Na ishara nyingine ni kutoka kwa paka ambao tunawafuga majumbani kwetu. Wanyama huwa wana uwezo mkubwa sana wa kutuonesha vitu vinavyoendelea katika ulimwengu wa kiroho. Sasa kwa wale watu ambao wanafuga paka, haijalishi ni paka wa rangi gani, paka wa rangi yoyote ile, ukimuona paka wako siku moja anakodolea macho mahali ambapo hakuna kitu chochote, lakini anakodolea yani as if kama anaangaliana na kitu fulani, lakini wewe ukiangalia hukioni hicho kitu, na huyo paka hata umshtue vipi haachi kukodolea macho katika eneo hilo hapo, tambua kwamba kuna kitu kibaya katika ulimwengu wa kiroho amekiona. Inawezekana huyo paka ameuona mzimu au ameiona roho chafu ambayo ina lengo la kuja kukudhuru wewe. Na mara nyingi ishara hii huwa inajitokeza pale ambapo utamuona paka wako anakodolea macho katika eneo la giza.
yaani eneo ambalo halina mwanga, na hata ukimuita au ukimshtua anazidi kuelekea upande ule wenye giza. Wewe ukiangalia uone kitu, lakini yeye anakodolea macho kweli kweli. Tambua paka ameona kitu ambacho sio cha kawaida. Na unaweza ukaona ishara mbalimbali katika mwili wake. Kwanza, macho yake atakuwa ameyatoa sana kuashiria kwamba hicho kitu kinamuogopesha. Na pili, kama amekaa utaona mkia wake anauzungusha, yaani anauzungushia unakuja mpaka mbele yake, kuashiria kwamba yupo katika hali ya woga. Na kama akinyanyuka akiwa anatembea, basi mkia wake hawezi kunyanyua juu juu. Ukiona paka anatembea katika mazingira ya nyumbani kwao huku amenyanyua mkia juu juu, hiyo ni ishara ya kwamba yupo comfortable na mtu anayemwona mbele yake anampenda na anamwamini. Lakini ukiona paka mkia wake anauning'iniza chini huku yaani sijui nisemeje, anauelekezea mbele, hiyo ni ishara ya kwamba hayupo comfortable na kitu ambacho kipo mbele yake kinamuogopesha. Na katika wakati huu paka anakuwa hatoi sauti kabisa, anakuwa ni mkimya, na kama akitoa sauti basi toni yake inakuwa ni ya juu sana, alafu inakuwa sio ya kawaida, yaani sio ile uliozoea. Kwa hiyo ukiviona vitu hivyo, tambua kabisa kwamba mahali hapo si salama, kuna kitu kibaya kinawanyemelea. Ishara nyingine ni paka kuvamia nyumbani kwako au kuvamia mazingira ya nyumbani kwako. Yaani unashangaa ghafla unaanza kuwaona paka nyumbani kwako, na hasa kama ni paka mweusi. Na nyumbani kwako hujawahi kufuga paka na wala hakuna jirani anayefuga paka. Sasa ukiona ishara hiyo, tambua kwamba kuna negative energy zinazunguka mahali hapo. Sasa paka wanavutiwa na mahali hapo ili waje kufyonza zile negative energy. Unakuta hawa paka hata uwafukuze vipi hawaondoki. Atakimbia baadaye atarudi. Au utamuona anazunguka katika mazingira ya karibu na nyumbani kwako. Hizi ishara watu wengi huwa wanaziona na wengi huwa wanakimbilia kwenye uchawi, kusema kwamba huyu paka katumwa, huyu paka ni mchawi, lakini hapana. Paka mchawi haji kwa staili hiyo hapo. Hiyo ni ishara kwamba inatakiwa ujitathmini. Kuna negative energy zimetawala mahali hapo, yaani mpaka zinavutia hao viumbe. Na mahali ambapo kuna negative energy, sio paka tu wanakuwa wanavutiwa kuja, hata viumbe wengine, kwa mfano kunguni, mende wengi, panya wengi. Hiyo yote ni ishara kwamba hilo eneo lina negative energy nyingi sana. Hivi ulishawahi kusikia kwamba mahali ambapo paka yupo, yani paka anafugwa, panya huwa hawasogelei kabisa? Na hilo ni kweli, huwa linatokea hivyo. Lakini sasa watu wengi huwa wanaelewa kwamba wale panya wanamuogopa paka, ndio maana hawaendi katika hiyo nyumba. Lakini ukweli ni kwamba paka akiwepo ndani ya nyumba anafyonza negative energy zote, kiasi kwamba hata wale panya ambao wanavutiwa na negative energy ndani ya nyumba hawawezi kusogelea eneo hilo, haijalishi wamemwona paka au hawajamuona. Na ndio maana paka akiwepo ndani ya nyumba ni nadra sana kuona kiumbe kama panya au nyoka kusogelea eneo hilo hapo, kwa sababu paka anakuwa tayari ameshafyonza negative energy zote. Sasa je, nini kitatokea endapo ukiwa umeletewa ishara nzuri kutoka kwa paka? Kama ile niliyosema kwamba paka amekatiza mbele yako kutoka kushoto kuelekea kulia, alafu wewe ukampiga na jiwe au ukamfukuza. Ukifanya hivyo, maana yake umeifukuza na hiyo bahati nzuri. Kwa maana hiyo basi, kama kulikuwa na kitu kizuri kinataka kuja kutokea katika maisha yako, hakitatokea. Yaani maana yake umeikataa hiyo nguvu nzuri iliyokuwa inakuja katika maisha yako. Na pia kama huyu paka alikuja kwako kwa ajili ya kukuonesha ishara mbaya mbele yako, alafu wewe ukampiga au ukamdhihaki vyovyote vile, hiyo inamaanisha kwamba utakuwa umejiondolea umakini katika hilo swala. Kwa hiyo kumuua kwako au kumpiga haimaanishi kwamba hicho kitu kibaya kitatokea. Yule kiumbe yupo tu pale kwa ajili ya kukuonesha ishara, lakini yeye hana uhusiano wowote ule na maisha yako. Kwa hiyo lile jambo baya lipo tu pale pale, litakuja kutokea kama usipoweka umakini.
Ukikutana na paka njiani anakufuatilia nyuma, kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa kufanya ni kugeuka na kuangalia ni paka wa rangi gani, ili uweze kuelewa ni ishara gani unaoneshwa. Ukishaitambua ishara, unaweza kuendelea na safari yako kwa kumpuuza huyo paka. Itafika tu mahali yeye mwenyewe ataahirisha, ataendelea na safari zake. Au kama umebeba kitu ambacho huyo paka anaweza akala, basi unaweza kumdondoshea hapo. Ukimdondoshea tu akianza kula, basi hakufuatilii tena, na wewe unakuwa tayari umeshapata ishara yako na umeshaitafsiri kwamba hapa ulimwengu unaniambia nini. Haijalishi huyo paka amekuonesha ishara mbaya au ishara nzuri. Mbinu ni mbili tu, unaweza kumpuuza au unaweza kumdondoshea chakula akala, alafu ukaendelea na safari yako. Na kwa wale paka ambao wanakuja nyumbani kwako kukuonesha kwamba kuna negative energy ndani ya nyumba yako, hatua unayotakiwa kufanya ni kuondoa negative energy ndani ya nyumba yako na sio kuwafukuza paka. Utaua paka mpaka uchoke wewe mwenyewe. Kwa hiyo fuata zile hatua nilizofundisha za kuondoa negative energy ndani ya nyumba yako. Unaweza kuchukua glass ya maji yoyote ile. Weka chumvi ya mawe, kijiko kimoja cha chumvi ya mawe. Kisha unaweza kukamulia limao au ukaweka vinegar. Kisha kaweke kwenye kona za nyumba yako, yani kwa ndani, au kwenye kona ya chumba chako. Kwa kufanya hivyo utafyonza negative energy zote ndani ya nyumba yako. Hutaona panya, hutaona kunguni, hutaona paka wanazingea eneo la nyumba yako. Na pia kwa wewe ambaye ulioneshwa ishara kwamba kuna kitu kibaya ndani yako, sasa huo ni wakati mwafaka wa wewe kujisafisha nyota yako au kuimarisha nyota yako. Inawezekana umebeba negative energy nyingi sana kiasi kwamba unaweza kuvutia wanyama wanaotakiwa kufyonza negative energy. Kwa hiyo fika nyumbani kwako, anza zoezi la kusafisha nyota. Fanya meditation mara kwa mara ili uweze kujitibu ndani ya mwili wako. Unaweza kujiuliza utasafisha vipi nyota yako? Zipo video nyingi sana nimefundisha mbinu mbalimbali za namna ya kusafisha nyota yako. Kwa hiyo chagua mbinu mojawapo ifanye. Na pia natakiwa ujiepushe na tabia zote ambazo zinaathiri nyota yako na hata watu ambao ni sumu katika maisha yako. Inatakiwa uachane nao. Na kwa wewe ambaye utapata ishara ya kwamba upo katika hatua za kuamka kiroho, hiyo ni ishara nzuri. Na watu wengi ambao mpo katika hatua za kuamka kiroho, mnafuatilia channel hii, mnaweza kulithibitisha hili. Mtakuwa mnavutia wanyama wa aina tofauti tofauti. Yaani kila unapoenda wanyama wanakuwa wanakupenda au wanatengeneza mazoea na wewe kirahisi sana. Ndege, ng'ombe, mbuzi, mbwa, hao paka ndo usiseme. Kwa hiyo ukiona ishara hiyo unatakiwa kufurahi. Hiyo ni ishara kwamba sasa una uwezo wa kucommunicate mpaka na wanyama. Kuhusiana na paka kutumiwa kichawi, hilo ni somo special. Nitakuja kulifundisha katika video zinazofuata huko mbeleni. Kwa hiyo tu hakikisha una subscribe channel hii. Na wewe ambaye unatazama video hii, tambua tu kwamba hujaja hapa kwa bahati mbaya. Umekuja hapa kwa kusudi maalum. Kuna kitu ulimwengu unataka ukijue. Kwa hiyo usichukulie poa hii video. Unapoingia katika channel hii, tarajia mabadiliko makubwa na mazuri katika maisha yako. Naomba nikutakie wakati mwema na uende kuyafanyia kazi haya niliyokuelekeza katika video hii.